Bwana Yesu asifiwe. Walio mashuleni wataongozwa na walimu. Amen. Inawezekana wewe ni mwanafunzi una akili kubwa sana. Yaani mwalimu akifundisha, akintroduce to topic, ukikaa mwenyewe ukisoma, mwalimu akija kupresent darasani, yani wewe unaelewa kuliko yeye. Lakini kwa kuwa ni mwanafunzi kwa wakati ule, imekupasa kukubali kuongozwa na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na kuelewa kwako kwa ukubwa ule, lakini mwisho wa yote atakayekupa maksi za kukufanya wewe ukafanya vizuri ni mwalimu wa somo lile. Bwana Yesu asifiwe. Kuongozwa tunapokuwa majumbani, tunasema wewe ni mtoto, utaongozwa na baba, utaongozwa na mama. Tunasema katika familia yenye baba na mama, baba ni kiongozi. Hata baba angekuwa mlevi, hata baba angekuwa ni kichaa, bado ataitwa baba. Na anapotakiwa kukuelekeza, imekupasa utii, hata kama wewe una elimu kubwa kuliko yeye, hata kama wewe una madaraka kuliko yeye. Kwa kuwa tu ni baba, Mungu ameruhusu wewe uitwe mtoto mbele zake, imekupasa kutii. Yumkini wakati mwingine akaongea upumbavu, very rubbish. Kwa kuwa ni mzazi, ili uweze kuishi miaka mingi duniani naye, uweze kuishi miaka mingi na heri duniani, imekupasa kutii na kukubali kuongozwa naye. Bwana Yesu asifiwe. Tupo katika maofisi, kuna bosi wako, haijalishi bosi wako ni kijana mdogo sana au ni mama mdogo sana, kwa cheo, kwa elimu ni mdogo sana, umemzidi wewe kwa elimu, umemzidi kwa uzuri, umemzidi kwa ule sharpness, umemzidi. Kwa kuwa ni bosi wako, inakupasa kutii, kwa sababu mwisho wa yote atakayeulizwa habari zako ni yeye, na hawatakuuliza habari zako wewe. Kwa hiyo yeye atakachokiwakilisha ndicho kitakacho kupresent wewe ni nani. Lazima utii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokuwa katika kanisa, ndio kuna uongozi. Amen. Tuna uongozi wa kimbingu, tuna uongozi wa kiwanadamu. Lazima tutii. Imetupasa kutii, imetupasa kukubali kuongozwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mwingine tutaongozwa na kanuni, sheria, hata kama hakuna anayekuona, lakini sheria na kanuni zinasemaje? Nimechukua mkopo, lazima nitii, nipeleke marejesho. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Usipotii utaona madhara yake, na madhara yake yatakunyima amani, madhara yake yatakusababisha ukimbie watu. Lakini kadiri unavyotii na kukubali kuongozwa na ile sheria ulioikubali wakati unaingia kwa mara ya kwanza, itakuongoza na utashangaa unafikia kwenye kukamilisha lile lililoanza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nyinyi ni mashuhuda, tulikopita mashuleni, tulikopita makanisani, tulipopita kwenye familia. Wale waliokataa kuongozwa, wakataka kujiongoza wenyewe, wewe ni shuhuda. Wako katika mazingira gani? Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wamechanganyikiwa kabisa, wanaitwa ni walevi mbwa, hawaeleweki kabisa. Kuna watu wameingia kwenye madawa ya kulevya, si kwamba wakuongozwa, waliongozwa, lakini hawakufanya nini? Hawakutaka kukubali kuongozwa. Na msimu ulipopita, wakajikuta wanaishi hivyo walivyoishi. Shida ya kuanguka kwao ni kwa kukosa utii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba mtu mmoja anisomee kitabu cha Warumi 8:12 mpaka 15. Basi kama ni hivyo, ndugu, tuwadeni si wa mwili tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa. Bali kama mkiyaficha matendo ya mwili kwa Roho, mtaishi. Kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Bwana Yesu asifiwe. Hao waongozwao na Roho ndio wana.
sisi tunaomwamini Mungu ndiye kiongozi wetu. Yeye Mungu aliruhusu Roho atujilie ili Roho atuongoze. Ndio maana kule kwenye Matendo 1:8 Yesu anawaambia wanafunzi wake, msiondoke Yerusalemu mpaka mmejiliwa na Roho, maana Roho atawafundisha yote, Roho atawaelekeza yote, atawajuza hata mafumbo msiyoyajua, atawajulisha hata siri za kimbingu msizozijua bado. Mungu alijua bila Roho amwezi. Kwanza tumesoma hapo tukaambiwa lazima uyafishe matendo ya mwilini ili uweze kuongozwa na Roho. Kwamba anayekubali kuyabana matendo ya mwili, yani kujizuia katika matendo ya mwili na akamruhusu Roho Mtakatifu kumuongoza, basi mtu huyo anaitwa ni mwana wa Mungu. Ni mwana wa Mungu kwa sababu Roho siku zote hukuongoza katika kutenda haki na kuchukia dhambi. Roho hukuongoza kuishi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Roho hukuongoza katika njia iliyo sahihi. Roho ndiye aliyeachiliwa atuongoze. Yesu anawaambia wanafunzi wake imempasa yeye kuondoka kwanza ndio aje Roho. Yesu alipokuwa na wanafunzi, Yesu yeye aliwaongoza. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akaongoza wanafunzi alipokuwa yupo na yeye aliwepo. Yesu akaongoza makutano waliokuja kwenye kikao chake. Yesu akawaongoza waombaji walipotaka kupanda milimani, Yesu alipokuwepo. Kwa maana hiyo Yesu alikuwa physically anaonekana katika mwili aliovaa kwamba anawaongoza hao watu. Lakini alipowaambia mimi imenipasa kuondoka ili aje, tunasoma maandiko walipokuwa kwenye kile chumba, Roho alikuja kama upepo uvumao na ndimi za moto zikawashukia kila mmoja aliyekuwa mahali pale. Maana yake ni nini? Sasa Roho Mtakatifu anaingia ndani yako na anakuongoza. Roho Mtakatifu yupo kwenye kila mmoja aliyemkubali. Kila mmoja katikati yetu anaye Roho. Kwa maana hiyo Mungu amegawanyika kidogo kidogo kwenye roho. Kila mmoja roho yake imeingia ndani yako. Nini unachokiwaza sasa hivi, Roho ndiye anakuwazisha. Roho ndiye anashirikiana na wewe. Na kwa kuwa umeyafisha matendo ya mwilini na Roho ndo anayekuongoza, basi chochote unachokiamini, unachokiwaza, amini Roho Mtakatifu yuko mahali hapo na yeye ndo anayekuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Ondoa mashaka, ondoa wasiwasi kwamba ni mawazo yako. Kwa kuwa umekubali kuongozwa na yeye, amini katika lile unaloliwaza anakuongoza yeye. Simama kwa ujasiri, tembea kwa ujasiri, tenda kwa ujasiri, kwa sababu una Roho wa uhakika anayekuongoza katika yote. Bwana Yesu asifiwe. Tukaendelea kusoma, tukasoma maandiko kule kwenye Mathayo. Yesu akaongozwa hata Jordan. Akaongozwa hata Jordan. Akafika Jordan, Yohana Mbatizaji akambatiza. Lakini kabla Yohana hajambatiza alimwambia hapana, mimi siwezi kukubatiza. Akasema mimi najua nikutokako na mimi najua niendako. Naomba unibatize kwa sababu ndivyo inipasavyo kubatizwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio tunaposemaga kwamba Yesu hakuja kuiondoa Torati isipokuwa amekuja kuikamilisha. Katika mfano wa eneo moja kwamba Yesu amekuja kukamilisha Torati ni pamoja na yeye kukubali kubatizwa na Yohana Mbatizaji. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka Yohana ndo alikuwa akizisimulia habari za Yesu. Yesu amekuja alafu anakwenda kwake, anataka abatizwe. Ile ni ishara ya unyenyekevu na kule ni kuongozwa katika Roho, kwamba ijapokuwa mimi ni Mungu katika nafsi ya pili nijifanya mtu, lakini ili kuitimiza Torati imenipasa kubatizwa na Yohana Mbatizaji, ili na mimi niwe ni mmoja katika wanadamu walioishi katika uso wa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapa nataka niwaseme kuna watu katika dunia hii, kwa kuwa tu wameshalijua kulisoma neno, nakwambia sihitaji uongozi wowote, nitajiongoza mwenyewe kwa kuwa nina Roho Mtakatifu. Hapana. Hata mwanadamu aliyewekwa mbele yako aweza kukufundisha jambo. Yesu japokuwa ni Mungu alibatizwa na Yohana Mbatizaji. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tukaona Yesu akaongozwa na Roho Mtakatifu akaenda jangwani kujaribiwa na Ibilisi. Unaweza kukubali kuongozwa
na kwenda kwenye mateso, kubali kuongozwa, kwa sababu nyuma ya hayo mateso yumkini liko jambo la kujifunza. Na kwa kuwa wewe umeshasema utaongozwa na Roho, ameruhusu uingie majaribuni. Ndio yuko ndani yako, kila siku anazungumza na wewe, kila siku mnajadiliana. Alijua unakopita leo, na yeye anashiriki maumivu yako. Tunaambiwa Roho hujua kuhugumia kwa kiwango kisichowezekanika na nani? Na mwanadamu. Kwa hiyo katika maumivu unayoyapitia, Roho naye anafanya nini? Anahugumia pamoja na wewe. Lakini kwa miongozo ya kimbingu imekupasa upite mahali hapo. Hiyo ikufundishe kuto kunungunika wala kulalamika, kwa sababu yeye ambaye ameruhusu upite mahali hapo anajua kwa nini unapita mahali hapo. Na amini na hakika yangu nakwambia, baada ya kuvuka huo wakati utashangaa kinachokwenda kutokea. Maana katikati palipo na magumu kuna jambo jipya Bwana ambalo analifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kazi kwako ni moja, kuamini katika yeye aliyekuachilia katika dunia hii, ambapo amekuachilia mifumo maridhawa kabisa, mifumo madhubuti, akikwambia wewe uaminiye katika Roho na ruhusu kuongozwa na Roho Mtakatifu, maana yeye atakwambia yote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Roho yeye anaweza kuchunguza hata moyo wa Bwana na kukujuza ya kupasayo wakati huo. Amen. Amen. Kwa kwenda kukubali kutii na kufuata. Okay, kama Roho huwa ananiambia na yuko ndani yangu, utii wangu unakuaje? Ama kukubali kwangu kukoje ili niseme sasa mimi naongozwa na Roho Mtakatifu? Ni kwamba lile unaloambiwa kwa wakati ule lazima ulifanye. Kwa sababu usipolifanya ina maana wewe umemkaidi Roho Mtakatifu. Tunasoma maandiko, ukimkaidi Roho Mtakatifu ufanye nini? Ausamehewi. Nini nataka kuambia? Tuliochaguliwa kuongozwa na Roho Mtakatifu, uwe makini unapoongozwa. Anasema inuka hapo sasa hivi, ondoka, nenda mpaka Rafia. Usiseme Roho wa Bwana, subiri kwanza nisikilize ili somo nalo lisikia. Kwa kuwa amekwambia nyanyuka, inuka, nenda Rafia. Kwa sababu kitendo cha kukubali kuinuka sasa na kwenda Rafia, Mungu kuna kitu anakitengeneza kitakachofuata baada ya wewe kufika Rafia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wao waongozwao katika Roho ndio wana. Kubali kuongozwa. Roho Mtakatifu anakuongoza. Unajibizana na mtu amekuja na kutukana, Roho wa Bwana anakuambia nyamaza kimya. Anayeongozwa na Roho na anayekubali kuongozwa atanyamaza. Asiyekubali kuongozwa yumkini akapata jazba na akapigana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nataka kukwambia, ukiwa mtii, Roho aishiagi hapo. Atakufundisha ni kwa nini alikwambia uwe mtii. Kwamba usingekuwa mtii, madhara yangekuwa 1, 2, 3, 4, 5. Atakuonyesha tu. Bwana Yesu asifiwe. Unaulisha kuona umeambiwa usifanye jambo alafu ukawa mtii. Alafu baada ya kuwa mtii likatokea jambo baya sana na gumu sana ambalo laiti ungeshiriki lingekuletea majanga. Huwa tunaishia kusema hakika huyo ni Mungu tu. Bwana Yesu asifiwe. Nini maana yake? Nataka nikwambie, hata walio magerezani walio wengi, laiti wangesikia ile sauti ya kwanza Roho Mtakatifu, wasingeyafanya hayo walioyafanya yaliyowapelekea wapi? Gerezani. Kwamba kumbe Roho alishaona hatari ya wewe kufanya hicho kinachokulazimisha kufanya. Kwa sababu wakati mwingine shetani sio kwamba unakuwa na maamuzi ya jambo litokee, analazimisha mazingira fulani ili tu wewe ufanye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa kuwa umeongozwa, wewe unyamaze, jifunze kusikia. Aweza kuja mtu from nowhere akafika akaanza kukutukana. Sasa bora kutukana matusi ya kawaida, matusi magumu, mabaya sana. Sasa na wakati nakuletea hiyo situation, yumkia na kujua wewe una hasira. Kwa anajua huyu atakasirika, akikasirika atajibu, akijibu naanza na ngumi hapo. Bwana Yesu asifiwe. Roho anakuambia nyamaza. Ukinyamaza unashinda. Ukinyanyuka unashindwa. Amen. Wanaokataa kuongozwa huishia kwa kushindwa.
Ogopa linaloambiwa kwamba sikia ninalokuambia. Kubali ninapokuongoza. Maamuzi yako siku zote yasikilize mtu wa ndani. Ndio, wewe ni mfalme na muamuzi wa maamuzi yako. Waweza kusikia na usitende. Waweza kusikia na usifanye. Kweli kabisa. Lakini ogopa ulichoambiwa na Roho Mtakatifu afu ukapuuza. By the way, wewe ni nani kuweza kuikataa sauti ya Roho Mtakatifu? Kama Mungu mwenyewe kupitia mwanae aliyejifanya mtu Yesu Kristo alitii sauti. Yeye alitii. Roho alipomwambia shuka Jordan, nenda kabatizwa, alienda. Akamwambia nenda nyikani, akaongozwa na Roho mpaka nyikani kwenda kujaribiwa. Huyo ni Mungu katika mwana. Ameweza kufanya hayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunajifunza kuongozwa na Roho, imetupasa na tunawajibika. Hakuna namna unaweza kuacha. Hasa wewe uliyekubali kuyafisha matendo ya mwilini na kuongozwa na matendo ya rohoni. Mtoto wa Mungu anatambulikana kwa uwezo wa yeye kuongozwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunasomaga maandiko. Samueli akaenda nyumbani kwa Yese kumpaka Daudi mafuta. Alipompaka mafuta, tunaambiwa Roho wa Bwana akamjaza Daudi. Kumbe ninapokuwa mtii katika kusikiza Roho Mtakatifu, yeye unijaza nguvu. Amen. Nini manake? Hata katika hali ambazo nimeshuka chini sana, niko chini ya mteremo kwa sababu ya mazingira magumu, anasema mwite Roho wa Bwana naye atakujaza nguvu na kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akaongozwa hata akapanda bustani Getsemani kwenda kuomba. Anawaambia wanafunzi wake, moyo wangu unauma kiwango hata cha kufa. Twendeni mlimani tukaombe. Bwana Yesu asifiwe. Katika kuugulia kule kwake, wakati anaendelea kuomba, tunasoma maandiko, malaika wa Bwana wakashuka wakamjaza nguvu. Nini manake? Anayeongozwa na Roho, Mungu wajaza nguvu watoto wake kwa ajili ya kupokea majira mapya, kwa ajili ya kupokea msimu mpya. Hiyo hali ngumu unaopitia na wakati huo, ni Roho Mtakatifu atakaye kuongoza ufanye jambo fulani ili uweze kujazwa nguvu na kuendelea na safari. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi ya 29 10 mpaka 11 tunasoma maandiko, yeye huwajaza watu wake nguvu na kuwabariki. Ni wakati gani unajazwa nguvu? Ni wakati ambapo una uhitaji. Amen. Kwa hiyo aongozwae na Roho, aongozwae na Bwana, ina maana kuna wakati Mungu anajua hapa mwanangu anahitaji nguvu ili aweze kulibeba jambo hili. Hapa mwanangu anahitaji nguvu ya kushikwa mkono, atakuletea wakina Simeoni ili wakushike mkono, wakuvusha hapo unapopita. Bwana Yesu asifiwe. Unashangaa kuna jambo umekwama, anaibuka mtu usiyemjua na anafika anabeba jambo lako kama la kwake, naye anakuvuta. Hayo ni mambo ambayo wao waongozwao na Bwana huyapitia na wakafika kule ambako Mungu anawakusudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome pia kitabu cha Yohana Mtakatifu 10 kuanzia 1 mpaka 7. Yesu kwetu ni njia na kweli na uzima. Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuwaandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuwaandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendapo, nasi twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua, tena mmemwona. Amina. Bwana Yesu asifiwe.
kuongozwa na Yesu. Pana tofauti ipi kuongozwa na Roho Mtakatifu na kuongozwa na Yesu? Roho Mtakatifu anakaa ndani yako, mnashiriki katika mawazo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu yeye ni mfalme, katika kutenda unatenda pamoja naye. Amen. Amen. Yesu alipokuwa na wanafunzi wake, kuna vitu vingi alikuwa akiwafundisha kwa habari ya kwenda kutekeleza. Hayakuwa mawazo yao ndani kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yalikuwa ni maagizo yake yeye kama Yesu, ili wao waweze kutimiza yale yaliyowapasa katika uso wa dunia. Amen. Yesu anawaambia wanafunzi wake, niwaonyeshe Baba. Nimekuwa na ninyi siku zote, hamjamjua Baba bado. Kwamba ukinijua mimi umemjua na nani? Umemjua na Baba. Kwamba Baba yuko ndani yangu na mimi niko ndani yake. Kwa hiyo palipo na Baba pana nani? Pana Mwana. Bwana Yesu asifiwe. Kule tumeongozwa tukasema wao waongozwao na Roho ndio mwana wa Mungu, si ndio? Yesu anasema palipo na Baba ndipo palipo na Mwana. Mimi naye kubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Mungu yuko ndani yangu. Mungu si ni roho? Kama Mungu ni roho, ina maana yuko ndani yangu na ananiongoza kupitia jina la Yesu. Amen. Kwa nini kupitia jina la Yesu? Yesu yeye ndo njia, kweli na uzima. Huwezi kufika kwa Baba bila kupitia kwa Mwana. Ndio utaratibu uliowekwa. Swali linakuja, je, ninaweza kwenda kwa Baba moja kwa moja bila kupitia kwa Mwana? Ndiyo unaweza, lakini waweza kupata hukumu ambazo hazikustahili, bali ulipaswa kupitia kwa Mwana. Nini? Tunasema ukipitia kwa Mwana, yeye ndiye ameketi kwenye kiti cha rehema. Yeye atakurehemu kwanza, atakutakasa kwanza, na ndipo unapofika kwa Baba umekamilika na umetakasika. Sasa pale unafika kwa ajili ya hukumu tu. Bwana Yesu asifiwe. Tunajisoma maandiko wakati tunasema Danieli alipotengenezewa akaambiwa lazima amsujudie yule mnyama aliyetengenezwa. Yeye akasema nitaenda kwa Baba moja kwa moja. Yeye aliwashtaki moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Na alipowashtaki moja kwa moja, hukumu ikatoka moja kwa moja. Kwa nini? Danieli alijitambua hali yake ya ndani na hali yake ya nje. Ndiyo maana alienda moja kwa moja kwa Baba. Tukienda moja kwa moja kwa Baba tunatafuta hukumu. Mungu hana wakati wa kuturehemu moja kwa moja, maana tutarehemiwa tukipitia kwa Mwana. Ndio maana nasemaga Yesu yeye ndo njia. Huwezi kufika kwa Baba bila kupita kwa Mwana. Hata maombi yako lazima tunasemaga hivi, kwa jina la Yesu. Amen. Kwa jina la Yesu. Katika maombi yetu yote tunakubali kwamba tupite kwanza kwenye kiti cha rehema, tupite kwanza kwenye kiti cha msamaha, tupite kwanza mahali pa kutakasika, mahali pa kuoshwa kwa damu yake, kufanyika purity. Maana Mungu wetu ni mtakatifu, hatuwezi kwenda mbele zake tukiwa wachafu. Bwana Yesu asifiwe. Nini manake? Anayeamini lazima akubali kuongozwa na Yesu, kwamba yeye anasema huwezi kufika kwa Baba bila kupita kwa Mwana. Pita kwake kwanza, yeye atakutakasa, yeye atakusafisha, yeye atakufikishia. Unapokwenda kwa Baba sasa unakwenda ukiwa mkamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu duniani akaja na akaishi na wanafunzi wake. Bwana Yesu asifiwe. Alipokuwa akiishi na wanafunzi wake, yako mambo mengi sana aliyoyafanya kutufundisha sisi namna ya kuishi katika hii dunia. Amen. Sisi tunaosema ni wana wa Mungu tumepewa utaratibu wa kuishi, na mfano wa utaratibu wa kuishi ni Yesu. Yeye aliishi. Yesu hata wakati alipotukanwa na kufedheshwa, kuna mahali alinyamaza kimya, kuna mahali alijibu. Nini maana yake? Si wakati wote ni wakati wa kujibu. Anasema aliye na roho wa Bwana ana amani. Roho Mtakatifu sio nini? Sio mgomvi. Yaani ni Mungu. Mungu anasema Mungu haketi mahali pachafu. Mungu haketi mahali penye magomvi. Maana asili yake yeye ni Mungu wa amani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu siku zote walipokuwa wakimjaribu, yeye alijitahidi kuitafuta amani zaidi kuliko kutafuta faraka.
Na ndiyo maana hata alitufundisha, wawaitapo katika masinagogi, wawaitapo katika vikao vya baraza, msijifunze mtajibu nini, maana yeye atawafundisha cha kujibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanatuambia Yesu alikuja, hakuja kuitengua Torati, alikuja kuitimiza. Katika mambo ambayo Yesu aliyatimiza kuthibitisha kwamba alikuja kuitimiza Torati ni pamoja kusherehekea Pasaka. Yeye tunasema yeye ni mwana wa Pasaka, mwana kondoo wa Pasaka, si ndio? Lakini yeye alikuja tu kubadilisha namna ya kuitoa hiyo sadaka, lakini na yeye alitimiza sadaka. Ndio maana akawaambia wanafunzi wake, nendeni mpaka mjini, mtamkuta mtu amebeba mtungi wa maji, mwambieni, kiwapi chumba ulichokiandaa ili bwana wangu aje ale Pasaka pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Anayeongozwa na Yesu lazima awe mtii, lazima akubali kuongozwa. Wanafunzi hawakuuliza, Bwana, huyo mbeba mtungi atakuwa ameanza safari saa ngapi? Hawakuuliza mbeba mtungi atakuwa mbeba mtungi mweusi au mwekundu. Hawakuuliza mbeba mtungi atakuwa amevaa nguo ya nyekundu au nyeupe. Walitii na wakanyanyuka. Bwana Yesu asifiwe. Waliponyanyuka, tunajifunza kanuni za kiroho. Unaponyanyuka na kuanza kutii kile ulichoagizwa, Mungu anaanza kutengeneza mazingira. Na wale watu walipoingia mjini tu walikutana na mtu amebeba mtungi. Na alipowapa ujumbe wa Kristo, waliwamwambia, ndio, nimeandaa chumba changu cha juu, twendeni mkione. Bwana Yesu asifiwe. Utii ukiongozwa na Yesu. Lakini pia Yesu alitufundisha, ndio maana anasema yeye ni njia, kweli na uzima. Ni lazima kuheshimu serikali za Kaisari. Amen. 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 Yesu anamwambia Petro, imetupasa kutoa kodi. Yes, tumepaswa, lakini hatuna hela. Sema, nenda baharini, samaki utakayemvua wa kwanza, funua midomo yake, toeni huko, mtapata shekeli. Njooni mlipe sadaka, njooni mlipe kodi. Ya Kaisari mpe Kaisari, ya Mungu mpe Mungu. Wewe unayekataa kuongozwa na sheria za Kaisari, wewe unaweza kushindwa kwa sababu tu umekataa kuheshimu serikali ya madarakani. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu wako aliyekuja kuumbile mwanadamu alitii sheria za Kaisari, wewe nani usiyetaka kuongozwa na mamlaka iliyopo? Imetupasa kutii mamlaka iliyopo kwa sababu ndio utaratibu. Bwana Yesu asifiwe. Swala kusema hauna, hilo alipo. Tafuta ukalipe. Amen. Umri umefika, unatakiwa ulipe. Tafuta ukalipe. Ndio utaratibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tukubali kuongozwa na Yesu Kristo. Yesu aliwaongoza wanafunzi wake na wakathibitika katika haki na wakawa mbali na kuonewa. Kwa nini wakawa mbali na kuonewa? Kwa sababu wakati unapoepusha shari, adui anakosa nafasi ya kukuonea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wao wamepanga kukuchokoza makusudi ili ujibu kwa matusi, waibue kesi. Wewe umeongozwa, nyamaza kimya. Nyamaza kimya. Kama Bwana wako Yesu aliitwa mbele ya viongozi wa kina Herodi na alikuwa kijibu tu neno moja, wewe wasema. Wewe wasema. Wewe nani kutaka kupambana wakati umeshaona kabisa hawa wananipangia vita? Hili jambo halipo hivi wanavyosema. Lakini kwa nini wamekuja nalo? Wamekuja nalo kwa sababu wanataka kukamata kwenye kitanzi. Kaa kimya. Epusha ghadhabu. Epusha hasira. Na utakapoepusha ghadhabu na hasira, ndipo utakapomshangaa Bwana wa majeshi, kwa kuwa wataaibika, kwa kuwa hawatakuwa na sababu tena ya kuendeleza hilo walilokusudia, maana hauje ufungua mlango. Nini? Ukiongozwa na Yesu anakufundisha kufunga milango ya uharibifu usiokuwa na sababu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana.
Yesu anatufundisha mbebeni Yesu ili mthaminike, ndio miongozo yake. Mbebeni Yesu ili mfanye nini? Mthaminike. Utaniuliza, unambebaje Yesu? Ndio, bebe Yesu. Story ya Yesu na punda. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mtu mmoja anisomee kitabu cha Mathayo 21:1-7. Hata walipokaribia Yerusalemu na kufika Belfage katika mlima wa Mizeituni, ndipo Yesu alipotuma wanafunzi wawili akiwaambia, enendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mara mtaona punda amefungwa na mwanapunda pamoja naye, wafungueni mniletee. Na kama mtu akiwaambia neno, semeni, Bwana anawahitaji, na mara huyo atawapeleka. Haya yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na manabii akisema, mwambieni binti Sayuni, tazama mfalme wako anakuja kwako, mpole, naye amepanda punda na mwanapunda, mtoto wa punda. Wale wanafunzi wakaenda zao wakafanya kama Yesu alivyoamuru, wakamletea yule punda na mwanapunda, wakaweka nguo zao juu yao, naye akaketi juu yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunamjua punda. Punda ni kiumbe hana thamani sana. Unaweza ukamkuta punda barabarani hana mtu na ukamswaga ukamwacha ukaondoka zako. Lakini ukimkuta ng'ombe asiyekuwa na mtu unamwacha? Lazima utambebe umtafute mwenye naye, si ndio? Ikatokea hakuna mwenye naye, hakika yangu nakwambia utamswaga mpaka nyumbani kwako. Lakini punda unaweza ukamuona na ukamwacha, kwa sababu kwako unamwona hana thamani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini angalia, Yesu anatuma wanafunzi wake wakikabili kijiji na wamletee punda. Yule punda, Yesu alipompanda punda, wanafunzi walifanyaje? Walitandika nguo, punda akapita juu ya mavazi. Thamani ya punda imekuwa kubwa kwa sababu tu Yesu alimpanda mwanapunda. Ndivyo ambavyo na sisi, Yesu akiwa ndani yetu, hakika tunaonekana wa thamani. Unaweza kuingia mahali ambako haukustahili. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hawakustahili kabisa, lakini wanaweza kukana wakuu wa nchi kwa sababu tu wana neno la Mungu ndani yao na wana Yesu ndani yao. Farao anamwambia Yusufu, tuwapate wapi wenye roho watakatifu kama wewe? Wewe utakuwa baada ya mimi. Akampa ofisi, akampa na muhuri kwamba Misri yote iko chini yako. Hakuna kitakachofanyika isipokuwa amri yako. Ni kwa sababu ya Yesu aliyembeba ndani ya Yusufu, kwamba wale waaguzi waliokuwa wakiwategemea katika kutafsiri ndoto zao, sasa hivi mfalme ameipata ndoto ambayo waaguzi wote wameshindwa kuagua. Lakini mtu mmoja gerezani mwenye roho wa Mungu ambaye Yesu yuko ndani yake amekubali kubebwa na Yesu. Wanasema wale wanyweshaji, yuko mtu katika gereza mwenye uwezo wa kufasiri hii ndoto. Herodi mfalme anasema, mleteni mara moja huyo mtu. Siku moja akabadilishiwa maisha, kutoka kuitwa mtu wa gerezani mpaka kuitwa mtu huru. Sio huru tu wa kukaa mavumbini, huru wa kukaa kwenye kiti cha kifalme kule juu, tayari kufanya maamuzi, kwa sababu tu amekubali kubebwa na Yesu. Amekubali Yesu aingie ndani yake, Yesu abebwe, yani yeye awe container. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lugha rahisi naposema wewe uwe container, yeye aingie ndani, ndipo utakapoona thamani. Utaniuliza, mtumishi, mbona sisi sote tumekiri na tunajua Yesu tunaye, mbona hatuna thamani? Sikia, kuwa mwaminifu. Wewe unajua. Amen. Fanya kwa bidii uone. Tenda kwa bidii uone. Watakapojua wewe una injili, watakupa miguu ya kuipeleka injili. Bwana Yesu asifiwe. Watakapojua wewe una roho wa Mungu, unaweza kufasiri ndoto, na kwambia hivi, utaingia mahali ambako hukuwahi kuingia. Leo tunaona manabii wangapi wanakuwa na majina makubwa. Amen.
si kwa sababu ni warefu na wanene wazuri. Kile walichokibeba ndani, wanaweza kuona tatizo la mtu kwenye asili. Shida ilianzia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanasemaga tu, watu wanakimbilia manabii. Sikia, hujai kupita mahali pagumu wewe. Unachakata tatizo ambalo hujui msingi wake miaka na miaka. Alafu unaambiwa yuko nabii mahali pale. Nenda ukamuulize. Haujaanza wewe. Walianza kuanzia kina Sauli walipokwenda kwa Samueli. Amen. Huyu anawezaje kufasiri jambo lilofichika na akalijua? Ni Roho wa Mungu aliye ndani yao. Amekubali kuwa kontena la Yesu. Na nataka nikwambie, haikuwa rahisi kufika hapo alipofika. Mchunguzi akwambie ilikuwaje akaweza kufika mahali hapo. Haikuwa rahisi mimi kusimama hapa na kuhubiria wakati huu hapa. Yako mambo mengi nimekubali yapite ili tu niweze kusimama, ili kumbeba Yesu na huyu Yesu aonekane. Kwa hiyo kusanya nguvu mwanangu, songa mbele ulu huyo Yesu aonekane na matunda yake ndani yako, ili sasa waweze kukuita mahali mbalimbali, waweze kumuona thamani ya huyo Yesu yako, kwa sababu hakika lazima Yesu wako aonekane kwenye umbile la nyama na damu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ana tabia kwanza akiwa ndani. Wakati unajitafuta, asilimia kubwa bado Yesu yuko ndani. Hajadhihirika bado. Lakini ukijitahidi kuongeza bidii, nakwambia atadhihirika. Atadhihirika tu. Kubali kuongozwa na Yesu. Yesu ametupa paka location ya namna ya kupata pesa. Anawaambia wanafunzi wake, nenda baharini kavue samaki. Wai baharini, sio mtoni. Wai baharini, sio kwenye kisima. Anakupeleka kwenye uchumi mpana wa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Uchumi mpana kiwakilishi chake huwa ni bahari. Maana unapoingia baharini pale unaondoka kwenye mipaka. Una uwezo wa kwenda mpaka Kenya, mpaka Ulaya, duniani mote. Amen. Ukitaka kujua dunia ni kama kijiji, nenda kaongea na mabaharia. Amen. Ni nchi gani haijui? Ni kacha gani haijui? Kadiri macho yako yanapozidi kuona mambo mengi na makubwa ya tofauti na ulioyazoea, ndivyo unavyozidi kufunguka katika ufahamu. Tuache kujifungia. Haiwezekani wewe uko hapo ulipo miaka nenda rudi. Unaogopa gharama kwenda hata hapo Kenya. Unaogopa gharama kwenda hata hapo Uganda. Unaogopa gharama kwenda hapo South Africa. Sasa bora kipi? Utafute hela kidogo, uingie huko duniani uone wenzako wanafanya nini ili uongeze maarifa, au uendelee kukitunza hicho kidogo ubaki kama ulivyo milele. Bwana Yesu asifiwe. Siku hizi tunasema dunia ni kijiji. Usihoji itakuwaje kwanza. Anza hapo ulipo. Gideoni aliambiwa anza hapo ulipo. Anayeongozwa na Yesu anakuambia hivi, anza hapo ulipo. Usigombane na serikali, toa shekeli, toa kodi. Usigombane na watoto wako, tafuta hela, tunza watoto. Hela inatafutwa. Usigombane na kanisa, toa sadaka, tupeleke injili. Wewe kwa nini una kila siku upe? Kwa nini? Yesu alitembea juu ya maji akiyatisha, kwa sababu uchumi mpana uko baharini, lakini hakuna mahali penye ufalme mgumu kama baharini. Lakini Yesu anakuambia hivi, mimi Yesu nimepita juu ya maji, na wewe unaweza kupita juu ya maji. Amini tu unaweza kupita juu ya maji. Petro akaambiwa, Petro, pita juu ya maji, pita nifuate. Ule ni uthibitisho kwamba hata mwanadamu aweza pita juu ya maji endapo tutaamini. Ule uchumi mpana ni wa kwako, ndio. Unatisha kama nini, ni wa kwako, ndio. Unaogopesha kama nini, waweza kuendea. Endeeni ulimwenguni ukafumbue macho ili uweze kujua Yesu anakufundisha nini. Kwa nini Yesu alipita juu ya maji? Katika dhoruba kubwa wamedhorubika. Amepita ile majira ya tatu. Majira ya tatu tunasema ni ile saa 6 mpaka saa 8 karibia saa 9. Ndio majira ambayo Yesu aliwatokea wanafunzi wake, wakafikiria sijui ni kitu gani. Yesu anasema msiogope. Baada ya dhoruba kubwa Yesu anatokea. Yesu anatuongoza hivi, usiogope dhoruba kubwa.
panga mikakati, anza safari. Ndiyo, mwanzo kunatisha kama nini, lakini usiogope, maana mimi nitakuongoza njia. Yesu anawafikia Petro, amini, anasema Bwana ni wewe, anasema ni mimi, anasema kama ni mimi niruhusu nipite juu ya maji haya. Akasema Petro, njoo. Mungu anakuambia njoo duniani huku, ona wenzako wanavyofanya. Njoo huku duniani, ona wenzako wanavyotengeneza. Yumkini hujajua, yumkini ungeenda hapo Kenya ungekuja na idea mpya hapa na ungefanya jambo wenzako wangekushangaa umelitolea wapi. Ruhusu macho yako yaone zaidi ya vile unavyoamini. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mwimbaji, ruhusu ujue duniani wenzako wanaimbaje ili na wewe ubadilishe mwelekeo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anapanda juu ya mashua na anahubiri. Kuwa kontena. Soma Luka 5:1-11. Kuwa kontena afu uone. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lugha rahisi, wewe unayekataa kuongozwa na Yesu, kushindwa kuko waziwazi. Amen. Unayekataa kuongozwa na Yesu, kushindwa kuko waziwazi. Luka 5:1 yes, 1-11. Kuwa kontena, uyaone matendo ya nchi, matendo ya ajabu ya Mungu. Mpaka 11. Amen. Tasoma kwa msaada wa Bwana. Luka 5:1. Yeah. Ikawa makutano walipomsonga wakilisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika chombo kimoja ndicho chake Simoni, akamtaka apeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi, akawafundisha makutano hali chomboni. Hata alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitashusha nyavu. Basi walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wapongia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Simoni Petro alipoona hayo, alianguka magotini pa Yesu akasema, ondoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi, Bwana. Maana alishikwa na ushangao yeye na wote waliokuwa pamoja naye, kwa sababu ya wingi wa samaki walioupata. 10. Na kadhalika Yakobo na Yohana wana Zebedayo walipokuwa washirika wa Simoni. Yesu akawaambia Simoni, usiogope, tangu sasa utakuwa ukivua watu. Hata walipokwisha kuviegesha pwani vyombo vyao, wakaacha vyote wakamfuata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakina Simeoni wamevua samaki usiku kucha, hakuna kitu. Ndivyo tulivyo wengi wetu hapa. Kwa miaka yote tuna struggle kuyatengeneza maisha, hakuna kitu. Tumetumia akili zetu mpaka mwisho. Tumetumia vitu tulivyonavyo tukidhani vingetusaidia, hakuna kitu. Yesu anasemaje? Kubali nifanyike chombo kwako ili nikahubiri injili. Kwa nini Yesu hakukaa tu ufukweni akahubiri? Kwa nini alipanda juu ya mashua? Alitaka ile mashua iwe container. Mashua ile iwe ndo madhabahu yake ahubiri. Kumbe ukimpokea Yesu unafanyika madhabahu. Hakika hata pale ambako ulikuwa unakosa kila siku, utakapokwenda katika mtazamo wa kimadhabahu, nataka nikwambie unakwenda kupona. Simeoni anamwambia Bwana, tumevua usiku kucha kuna kitu, lakini kwa neno lako natweka nyavu. Tunasoma maandiko, alipotweka nyavu alivua samaki wengi, hata nyavu kutaka kuchanika. Aliita mpaka majirani waje wakamsaidie. Nini? Kubali kumbeba Yesu uone vile atakavyobarikiwa. Maana aliyembeba Yesu anaogopesha, aliyembeba Yesu anastajabisha, aliyembeba Yesu anaweza kuvumbua hata vitu ambavyo vilikuwa vionekani kwa
kwa usawa wa macho yako kama mwanadamu. Yeye anakupa uwezo wa kuona vitu vikubwa usivyovijua bado. Usiogope masumbuko uliyoyapitia, usiogope hali ulizozipitia, usitumie historia ya nyuma. Sema hivi, kuanzia hapa nimekubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nitafanya kazi yake kwa bidii na yeye atafanya kazi yangu kwa bidii. Anasema utafuteni ufalme wa mbinguni na haki yangu na mengine mtazidishiwa. Huko ni kumbeba Yesu. Fanyeni kazi ya Yesu huko mnakokaa, ili Yesu afanye ya kwako. Maana wanapokuona katika jina la Yesu, wanakuona wa tofauti. Hawaioni mizimu inayokusumbua, hawaoni utasa unaokusumbua, bali anaonekana Yesu. Yesu asili yake ni mwana wa maongezeko, mwana wa mazidisho. Yeye haishiwi kamwe. Yeye amepandwa katika udongo mzuri. Tukasoma juzi katika maandiko, wana wa Israeli wametoka kule Kanani, wanakuja Misri, walitafutiwa eneo la Gosheni, mahali penye majani tosha, majani tele, ili walishe na wanyama wao. Hawakupelekwa ukameni, japo ni nchi ya utumwa. Sikia nikwambie, ukimbeba Yesu, hata ukaenda nchi ya utumwa, watakuweka mahali pa juu na wakuu wa nchi. Hata katika utumwa watakuinua na kukuthamini, si kwa sababu ya wewe, kwa sababu ya Yesu uliyemkubali aingie ndani mwako. Na Yesu amethibitika mbele zao kwamba huyu si wa kawaida, bali huyu ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tunasema hata kwenye maandiko, Ibrahimu na mke wake wamekwenda, Abimeleki akampenda Sarai. Alipolala naye usiku kucha, hakuweza hata kumuingilia. Mungu anamjilia, anamwambia, wewe rudisha huyo mtu wa watu, mtoe malangoni pako, la sivyo utalaanika. Ni Yesu wake aliyembeba. Yesu wake anasababisha watu wanaogopa. Nataka nikwambia, hakika yangu nakwambia, ukiwa na Yesu, hata wanaume wanapokutokea wanakuogopa. Wanaogopa sababu kilicho kibebwa ndani yako kinatisha kama nini. Kinashangaza kama nini. Kama wanakusumbua bado, sijui wachawi, sijui kwenye uzinifu, bado hujambeba kikamilifu. Mbebe Yesu uone. Wao wanaogopa na kukimbia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo tunazidi kutiana moyo kwamba tusiogope wanavyokuletea mitikisiko, kwa sababu wanapogundua wewe umeamua kumbeba Yesu, hawatanyamaza. Watapigana na wewe, watapambana na wewe ili kukudhoofisha. Watapambana na wewe kukutafutia visababu visivyokuwa na msingi, ili tu uachane na huyo Yesu na urudi ufanane na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini asili ya Mungu wetu, unapokubali kuongozwa na Mungu wetu, kwamba Mungu amekufanya kuwa mwana. Mungu asema, nitakuwa Mungu wako nawe utakuwa mtu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Hapo umekubali kuongozwa nani? Na Mungu. Mungu atakuwa Mungu wako na wewe utakuwa mtu. Sikia nikwambie, ukikubali Mungu akuongoze, anaanza kukutuma kwenye maeneo mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Tunasoma kwenye Yeremia 18:1-6. Mungu akamwambia Yeremia, shuka mpaka nyumbani kwa mfinyanzi. Shuka, angalia kazi njema anayotenda yule mtengeneza vifaa. Anasema chombo kinachokuwepo mikononi mwake, chombo kikiwa katika mikononi mwake, wakati anakifinyanga, kikiharibika, yeye anakitengeneza tena. Akikitengeneza tena, kinakuwa kizuri kuliko pale mwanzo. Amen. Nini? Yeremia ameambia mtu, wewe shuka, usiseme neno, utii. Akashuka mpaka nyumbani kwa mwana mfinyanzi. Usiseme neno. Angalia mfinyanzi, mfinyangae anavyofinyanga kile chombo. Amen. Anasema alikuwa akitengeneza kile chombo na magurudumu yake. Kilipoharibika, alikitengeneza upya, kikawa kizuri kuliko pale mwanzo. Maana yake ni nini? Mungu anakuambia wewe, kubali mimi niwe Mungu wako, nitakutengeneza. Najua si mkamilifu mwanangu, nitakushape. Najua hujakamilika, nitakutengeneza, nitakubadilisha. Amini tu. Niamini tu niwe Mungu wako. Nitapigana na maadui zako. Niamini tu nikuongoze.
nitakuonyesha hazina zangu zilizofichika bado, hujazijua bado, nitakuonyesha. Niamini tu, njoo na udhaifu wako, mimi Mungu nawapokea wote. Alafu tunaanzia hapo. Amen. Usianze kujiona ni mdogo, tutaanzia hapo. Usijione haufai, tutaanzia hapo. Gideoni akasema, mimi ni mmoja katika lile kabila dogo sana katika Israeli, na hilo kabila letu kwa wakati wamekuwa mateka, wamenyang'anywa mpaka ardhi, wameuzwa mpaka na familia zetu. Bwana anamwambia Gideoni, anzia hapo hapo. Mpendwa katika Bwana, anzia hapo hapo. Mfanye yawe Bwana wako, naye wewe utakuwa mwana wake. Mfanye yeye ni Mungu wako kwa uwezo huo ulionao. And then nyanyuka, jitutumue. Mimi ni mwana wa Mungu na yaweza yote katika yeye nitiaye nguvu. Nitatembea hata katika msitu huu, maadamu niko naye niko salama. Nitatembea hata katika dhoruba hii, kwa kuwa niko naye atanyamazisha dhoruba. Nitatembea hata katikati ya bahari hii, ijapokuwa maadui anifuatilia, Bwana anawachungulia katika hema yake. Amewaona Farao na majeshi yake wamekuja na silaha zao. Bwana, maandiko yananiambia hivi kwenye Kutoka, akatoa magurudumu na magari yao yakakosa mwendo. Mungu aliwachungulia. Huyo ni Mungu unayekubali kuongozwa naye. Anachungulia maadui zako, anajua wanachokipanga kuhusu wewe, lakini hata waacha awapate kamwe. Mungu hawezi kuacha kitu chake kikapotea. Hataka tu uamue kuongozwa na yeye. Msikilize uone. Akubali kuongozwa na Bwana, ameshashinda kabla vita hajavianza. Akubalie Mungu awe Mungu wake, uwe na uhakika duniani utaishi kama mwana wa Mungu. Kwa nini anataka ukubali yeye kwanza ndo akuongoze? Maana duniani kuna miungu wengi. Ndio, yeye ni Bwana wa miungu, mfalme wa falme, ndio. Lakini usipomkubali haizi kukulazimisha. Kwa kuwa kuna mabwana wengine hujamkubali huyu Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Kuna Mungu mwingine wao umemkubali, hakulazimishi. Anasema nikubali nami nitafanyika Mungu wako, nawe utakuwa mtu wangu. Na ukikubali wewe kuwa mtu wangu, naanzia hapo kukuongoza. Hata wajapojipanga katika vita vingi, nitakuwa pamoja nao. Hata wakikupangia mashambulizi, nitakuwa pamoja nawe. Niamini. Niamini. Ondoa imani ya mashaka. Mbona mimi maskini? Hujaamua mpendwa. Hujaamua. Katika Bwana hujaamua. Kutoka 14:24 mpaka 25. Alichungulia akamwona Farao kutoka kule Misri na majeshi. Alichukua krimu yote ya maskari na silaha za moto. Hivi unajua jeshi kuchukuliwa lote? Tuliofuatilia wana wa Israeli walizama katika bahari, wakazama kama risasi katika kina kirefu. Tunaimbaga hapa. Amen. Amen. Kwa hiyo Mungu alipoona wanaspida kukaribia, alipowachungulia akasema hawa wanawanyoosha. Cha kwanza ninafanya nini? Natoa matairi. Alafu cha ajabu, maadui wao wanajua kwamba Mungu wao anafanya nini? Anawapigania. Mungu hawezi kukuacha wewe. Huta wakiwa na jua, maana atafanyika kuwa wingu wakati wa mchana. Hutakutana maadui, maana mbele yako atatembea kama nguzo ya moto. Nani asiogopa moto? Atakuzingira pande zote kwa nguzo ya moto wakati wa usiku. Atakulinda kwa wingu lake wakati wa mchana. Anahakikisha uko sawa sawa, uko fine. Trust him. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kuna kuongozwa na wanadamu. Amen. Kuna kuongozwa na nani? Hapa kwenye kuongozwa na wanadamu ni wajibu wako kuzichunguza zile roho kwanza kabla kuzikubali. Amen. Hapa mmekaa, naamini mmenikubali, ndio maana nataka niwaongoze. Amen. Nasema zichunguzeni zile roho kwanza. Ukishazikubali, ukishaziona hazina mawaa, umeziamini, kubali kuongozwa. Hebu soma Zaburi 133 1 mpaka 2. Tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu akae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri kichwani, yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni, yashukavyo mpaka upindo wa mavazi yake. Kama upande Harmoni ushukayo mlimani pa Sayuni. Maana ndiko Bwana alikuamuru baraka na mzima hata milele.
Bwana Yesu asifiwe. Hapa tutaongea kwa habari ya uongozi wa watu waliowekwa mbele zetu. Anasema ni kama mafuta tiririkavyo kutoka kichwani, yanafika usawa wa ndevu, afu yanashuka kwenye upindo wa nguo. Kichwa ni yule kiongozi, amen, mkubwa. And then ndevu ni ile management yake, uongozi. Afu kuchia, mfano kama hapa tutasema kichwa akulin, afu nashuka ule uongozi ndevu, alafu waumini wako chini. Ili uweze kutembea kwenye mafuta ya madhabahu hii, lazima unitii. Viongozi lazima wanitii. Waumini lazima watii viongozi, watii mkuu wa taasisi, ili uweze kutembea kwenye mafuta ya madhabahu hii. Amen. Amen. Huwezi ukasema hawa nitawadharau, nitamheshimu huyu. Utakosa ile flow ya mafuta ya tiririkavyo. Ndio maana alivyotiririka kutoka juu alifika kwenye usawa nini? Ndevu kwanza. Kwa nini yakushuka moja kwa moja mpaka chini? Sasa hapa nitasema na sisi ambao tumeokoka. Kuna watu wanasemaga mimi naweza kujiongoza mwenyewe. Mungu sio kichaa. Kubali. Bwana Yesu asifiwe. Katika ngazi za familia, kuna mahali tumefika kwa kuwa tunajua kusali, tunaweza kuongea na Mungu. Tunadharau hata majumbani mwetu baba zetu, mama zetu. Sikia. Kuna baraka zinazotokana na baba. Amen. Yesu alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na Bikira Maria. Hivi niwaulize kitu. Palikuwa pana umuhimu wa yeye kuwa na baba? Sikisha zaliwa na uwezo wa Roho Mtakatifu. Alikuwa anaendaje baba wa kazi gani? Asingeishi. Sangeishi. Kwa nini alihitaji baba? Na trust me, nyinyi mnao viongozi mtakavyoanza kukemea mapepo. Ukiona pepo linakusumbua, liambie kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Daudi, atmosphere inabadilika. Katika dunia hii, uwepo wako mahali hapo, wakitafuta umetokea kwenye asili gani, ni asili ya baba yako. Huyu ana asili ya baba ya mtu fulani. Msikane asili zenu, kwa sababu kibiolojia, kiardhi, lazima uwe na asili yako. Ndio maana mtoto asiyemjua babake hawezi kutulia. Damu inatafuta ile. Bwana Yesu asifiwe. Damu inatafuta. Yaani katika dunia na wewe kwenye udongo wa hii ardhi, una kaeneo kako. Hauna kaeneo kako kwa sababu una roho wa Bwana. Una kaeneo kako kwa sababu una umbile la damu na nyama. Kale kaumbile kale kana maana sana mbele za Mungu. Mungu hawezi kuoperate kuduniani kwa roho, lazima auvae mwili. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima apate ukoo ili Yesu asemekane amezaliwa katika nyumba ya Yese. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maandiko yatasema kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Lakini kibiolojia, kinchi, kidunia, tunasema ijapokuwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, lakini huyu ametoka katika nyumba ya Yese. Mimi nataka kukuambia, hata iweje vipi na usomi wako na elimu zako, tambua viuno vilivyokuleta duniani. Tambua tumbo lilokuleta duniani. Bwana Yesu asifiwe. Na nasemaga, laiti wa mama wangekuwa wanajua asili hichi ninachokifundisha, wasingewaficha watoto kujua baba zao. Kama kweli ana uwezo wa kumwambia baba yako ni fulani. Hata kama alikutenda, unahusisha vipi emotion na uhalisia wa mtu? Unamnyima vipi mtu kujua asili ya kwao? Maana katika ulimwengu wa roho, ile asili ya kwao ndio inaompa uhalali wa kumiliki katika uso wa dunia. Unapomnyima ile kujua yeye ni wasili gani, umemnyima baraka za duniani. Baraka za duniani unazihitaji. Ndio maana tunawaambia hivi, nenda kwa baba yako akakubariki. Anayebariki watoto ni baba, sio mama. Bwana Yesu asifiwe. Baraka za baba ndo zinazotambulikana. Ndiyo mwenye lindo, ndiye mwenye miguu, ndiye mwenye uhalali wa kwamba katika vinasaba vyangu wewe umezaliwa. Nyie watoto nyie, baba yako baraka zake zipo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ile protocol ya kichwa, ndevu na mwili lazima iheshimiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Katika familia tutasema baba ni kichwa, mafuta, mama ni ndevu, afu watoto. Huwezi ukavuka hivi vitu, vinakwenda kwa pamoja ili uweze kutembea kwenye yale mafuta ya baraka. Haya wapendwa katika Bwana, tunavunja madhabahu. Unavunja kila kitu, hata yale mazuri. Tunavunja yale mambo mabaya ili tuache familia zikae katika utakatifu wake, tukiamrisha yale ya kimbingu yatembee sasa na huo ukoo. Hatuukani ukoo kwamba ukoo unifai, ukoo ni mzuri sana. Shida ni yale waliokuwa wakiyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Zijaribu zile roho, ukisha zijaribu tembeeni nazo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu yeye huwaongoza watu wake na huwaongoza katika njia sahihi. Hebu mtu mmoja anisome Isaya 30:20 mpaka 21. Na mwingine atafute Ruthi 2:8 mpaka 9. Na ingawa Bwana atawapeni chakula cha shida na maji ya msiba, lakini walimu wako hawatafichwa tena, ila macho yako yatawaona walimu wako, na masikio yako yatasikia neno nyuma yako likisema, njia hii ifuateni, mgeukapo kwenda mkono wa kulia na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto. Bwana Yesu asifiwe. Ijapokuwa umekula chakula cha taabu na maji ya shida, lakini sikiliza walimu wako, maana Mungu hata waficha tena walimu wako, na walimu wako ndio watakao kuambia njia ndio hii na tuifuate. Na hii njia ukishaonyeshwa, amini, utashinda na utafika pale palipokusudiwa. Kwa hiyo Yesu anapotuambia yeye ni njia, kweli na uzima, ifuate. Roho Mtakatifu, Yesu anapotuambia msikilizeni Roho Mtakatifu awaongoze, msikilizeni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hebu soma hapo kwenye Ruthi 2:8 mpaka 9, afu nimalizie hapo. Basi Boaz akamwambia Ruthu, mwanangu, sikiliza wewe, usiende kuokota masazo katika shamba lingine, wala usiondoke hapa, lakini ukae papa hapa karibu na wasichana wangu. Macho yako na yaelekee konde walivunalo, ufuatane nao. Je, sikuagiza vijana wasikuguse? Tena ukiona kiu uende kwenye vyombo, nawe unywe walivyoyateka hao vijana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Boazi anamwambia Ruthi kwamba usiende kukusanya masazo huko mbali, kusanya hapa hapa kwenye hili shamba langu. Kaa na mabinti wangu. Alafu nimewaagiza hao vijana hao wasikuguse. Ila usikiapo kiu, nenda kanywe maji katika mashamba, katika birika wale waandao vijana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendwa katika Bwana. Amen. Ukishika njia utakula vya mataifa. Amen. Bila wasiwasi. Utalala katika majumba wameajenga wao kwa ile za Freemason. Wewe utalala kama mfalme. Amen. Utakunywa maji katika visima walivyovichimba kwa damu za watu. Walitoa watoto wao kafara, wakajenga visima. Wewe mwana wa Mungu utakunywa bila kulipa chochote. Amen. Ruthi ni binti, anaambia hao vijana hawatakufanya chochote, na ukisikia kiu nenda kwenye mabirika yao ukanywe maji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiwaogope. Mtu mmoja kaya nifundisha, anasema hivi, mnakaa na wafalme alafu unajiona dhaifu. Hivi unavyokwenda kwa mfalme unavaaje? Huwezi kwenda kwa mfalme umevaa vazi la kikuhani ukakubalika. Amen. Kuhani si mchungaji. Huwezi kuja hapa utakuja na vazi la kichungaji, si ndio? Amen. Ninapokwenda kwa mfalme kuzungumza naye, natakiwa nivae vazi la kifalme. Ufunuo 5 anasema Yesu akamnunulia watu hawa kwa damu yake. Amewafanya wafalme na makuhani wa Bwana Mungu wao. Amen. Mungu amekufanya wewe kuhani, amekufanya wewe kuwa mfalme. Maana yake ni nini? Kuna wakati utavaa vazi la kifalme kwenda kwa ufalme. Kuna wakati utavaa vazi la kuhani kwenda kwa kuhani. Unaipataje wakati ukutana na Mungu wako unavaa vazi la kikuhani unaingia madhabahuni na Bwana? Unapotaka kwenda kwa watawala katika nchi unavaa vazi la kifalme unakwenda kwa wakuu wa nchi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtumishi mmoja akanasema, tuifundishe hapa siku moja namna ya kuwawini watu.
Nasema hivi nyie mabinti mnavyopendwa na wale wa baba, huwa mnawaambia mkutane wapi? Uvaa vazi la kifalme, karibu kanisani. Kuna watu wameokoka kwa sababu toka nafukuzia mwanamke. Wameokoka na wamekuwa mpaka wachungaji kwa sababu tu walikuwa na run after woman. Wakati duniani wanakutana nao klabu na bar, wewe wako kukutana nao wapi? Kanisani. Walisikiliza neno la nani? La Mungu. Ule ni uinjilisti. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tunafundishanaga. Wewe ukifanya hivyo watakuzidia. Wewe una Mungu. Yesu uliyembeba ni mkubwa kuliko wao. Kuliko Yesu, kuliko miungu yao. Bwana Yesu asifiwe. Njia ndo hii, ifuateni. Mtakula mema ya nchi, atawaongoza katika vyote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wetu ni mwaminifu. Anasema uongozwe na Roho Mtakatifu, ongozwa na Yesu, ongozwa na Mungu mwenyewe, ongozwa na wanadamu waliowekwa malangoni pako. Aliye na mume akubali kuongozwa na mume. Aliye mtoto akubali kuongozwa na wazazi. Aliye mfanya kazi akubali kuongozwa na bosi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusimame.